Wagwan everybody. Hii ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the Baddest right here. Presenter Sterling Nyamwezi nilobaki mjini. Of course, na kukumbusha wewe ambaye hauja like, hauja comment, hauja subscribe na kushare, make sure unafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata habari zote kuntu kali ambazo tunazitoa kupitia Aznas Media. Of course, kupitia Instagram tunapatikana kule. Unaweza ukaona vile vitu ambavyo tunavifanya kupitia Instagram ili uipate Aznas Media, Aznas_media. Lakini pia pale unaweza ukapita kwa Aznas_printing ili uweze kuona vile vitu ambavyo vinakuwa printed kutokea Aznas Arts Center. Ukiachana na hilo, ili uweze kujua yoyote na jambo lolote kuhusiana na Aznas Music, make sure pale Instagram unaifollow Aznas_music ili uwe wa kwanza kuendelea kuzipata habari zote kuntukali. Mimi naitwa Chumvi the Baddest, presenter Sterling Nyamwezi nilobaki mjini behind the camera. Anaitwa Director Kento. Hii ni Aznas Media, as I told you before. Bana, leo hapa Aznas tuko na category. Kwa Kiingereza mimi category ninavyoifahamu ni category ni aina. Au segments, sijui zinakuwa aina. Nitamuuliza yeye. Sasa tuko na category, tuko blessed na category. Of course, yuko hapa ku make sure kwamba unayasikia mambo mbalimbali kutoka kwake. Kuhusiana na muziki wake, kuhusiana na rap, kuhusiana na hip hop ya Bongo, lakini pia kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo ungetamani kuyajua kutoka kwake. My friend category Wagwan. Bora bila kuaje man Chumvi. Bana fresh ndugu yangu. Mzuka Sana. Karibu sana Aznas Media. Nashukuru sana, nimekuwa blessed sana nimefika pande hizi. Yes. Nimefurahi. Amna noma. Sisi wenyewe tumeenjoy kwa sababu tukiwa blessed na watu wa hip hop sisi tunafurahi. Ndio vibe letu sisi. Inakuwa nzuri sana kutokana na kwamba tulikuwa tunaonana tu mitandaoni, lakini leo tumeweza kujoin kama hivi, inakuwa kitu blessed sana. Inakuwa Kinyamwezi sana. Bana category mimi nilikuwa nikikusikia sana na nimekuwa nikikusikia sana kwenye sehemu mbalimbali zinazohusiana na hip hop, kwenye cyphers, kwenye ngoma za hip hop nzuri category. Now category, what is the problem now category, kwa nini hatuendi? Hatufiki? What's the problem? Nafikiri kwenye swala la kufika ni swala jingine kuhusiana kwamba kuna mipango na kama hivi kutokana na kwamba unaona kwa mfano leo nimefika Aznas hapo penyewe kwanza tumeshaanza kufika. Unajua kwanza unapofika Aznas unajua kwanza umeanza kufika. Umeanza kufika sasa unakaribia umefika yani unajua sasa unaanza kufika. Kwa cha kwanza ni hicho, afu pia kuna vitu vingine vingi sana ambavyo watu hawavijui behind, lakini pia kama hivi na nini umeniuliza swali zuri kutokana na kwamba tuko katika mipango, tuko katika movement. Kama leo tumepata wasaa kufika Aznas, nafikiri watu wategemea vitu vikubwa, lakini pia kwenye kuhusu kufika kuna mambo mengi sana hapo nyuma, lakini tuko katika setup, tuko katika setting kama hivi. Kuna project ambazo tumeweza kuja kuzifanya Aznas hapa, kwa kuna vingi sana ambavyo vitakuja, watu wataviona na nini. Tulikuwa tumekaa kimya, lakini leo tunasikika kama hivi. Nice. Bana category mimi nimeenjoy sana kukutana na wewe na nimeenjoy kusikia kile ambacho uko nacho. Of course, everything needs plans. Inabidi tuwe na plans ili mambo yaweze kwenda na yaweze kuwa. This time around mwaka huu hip hop imechangamka sana na Aznas Arts Center kushirikiana na Aznas Music na Aznas Media wanakuletea tuzo za Africa, Aznas Africa Hip Hop Awards mwaka huu. Wewe kwanza hii idea unaionaje? Kwanza ni big idea kwa sababu pia haijawahi kupewa. Kwanza hip hop ambapo imekuja kwa hichi kipindi, hip hop haijawahi kuja kinamna hii. Sijawahi kuona mwaka ambao hip hop imekuja hivi. Ilikuwa ni way back sana, lakini sasa hivi tokea hip hop imezimika mpaka sasa hivi imekuja kwa namna nyingine, imekuja kwa move kubwa sana na nguvu kubwa imetokea. Mmoja ambao umetengenezeka kwa kweli ni kitu kikubwa sana, na tuzo hizo ambazo zimeweza kutengenezwa mimi naziona kweli ni kitu kikubwa sana, na ni shout out sana kwa Aznas Studio, Aznas Printing brother alichoweza kukiorganize kutujoin wasanii wa hip hop ni kitu kikubwa sana, kutokana na kwamba haijawahi kuwa hivyo. Tunatengeneza urafiki, tunakutana, ilikuwa ni vita muziki wa hip hop, lakini sasa hivi tunaweza kujoin kwenye collab tofauti. Na join na kina P, kina Zahidi, kina nani, watu kibao sana tunaweza kujoin nao, lakini zamani ilikuwa ni ngumu sana kufikiana. Ndio maana ambapo unasema, umeniuliza swali la kwanza unaniambia kwamba kwa nini hatufiki, lakini kutokana na hii linki kuna sababu kubwa sana ya sisi wasanii wa hip hop kujulikana na kujoin kwenye cypher na kufahamiana pia kufahamiana pia, kujoin kwenye project tofauti, kwa sababu tunapokuwa tunakutana
tuna collaboration zinaweza kutokea vile vile ambavyo tunakutana, kwa sababu nilikuwa sijai kukutana labda na brother Chidi Benz, ilikuwa natokea ugumu kukutana na brother Fred Q, P Mawenge, au sio, Nicky Mbishi, One Incredible, Mponda, Azma. Kwa imetokea urahisi sana wa kuweza kukutana kutokana na kwamba sasa hivi wanaangalia uwezo na wanatulinki kwenye Aznas linki, tunapata shout out, tuna move kutokana na kwamba vitu kama hivyo vinakuwa vinatokea. Havikuwepo zamani, tulikuwa tunafichwa chini, watu hawataki tuonekane, lakini sasa hivi umepatikana wasaa kuweza kuonekana, kutulinki na watu wakubwa ambao hatuweza kuonana nao kiurahisi. Inakuwa nice sana. Ni nice sana. Sasa hapa mchongo wa hip hop, unaiona wapi hip hop baada ya hizo tuzo? Hip hop naiona pakubwa sana kutokana kwamba kwanza tuzo hizi ni wazo kubwa sana. Yaani ni wazo kubwa kutokana kwamba haijawahi kukuja kwa nguvu hii ya sasa hivi, ambapo na haijawahi kuwepo tu za hip hop perspectively hip hop peke yake kwa East Africa. Haijawahi. Ndio maana nakwambia ni kwanza imeleta revolution kubwa sana. Kutokana kwamba haijawahi kuja hivi na imekuja kwa nguvu kubwa sana. Yaani na ni kitu cha uhakika. Unajua mpaka mtu anaongea kwenye vyombo vya habari, mkurugenzi anaozungumzia kuhusu tuzo, na watu wanakuwa wanaleta mashaka fulani, wanauliza maswali mara mbili, anawahakikishia ujue ni kitu kikubwa sana hicho, mzee wangu. It is something serious. Will you take your hip hop to the game, to the world? Unajua hip hop ya Bongo inabidi iende to the world, by the way. Hapana category tutapiga story nyingi sana. Mimi na mengi sana kupiga story na wewe kwa sababu si kutana na wewe, by the way. Kwenye cypher za Aznas ambazo zinatoka sasa hivi. Wewe unaona Aznas link unafeli wapi? Aznas link cha kwanza ambacho nakiona mimi hawafeli, au sio? Kutokana na kwamba ni project zinafanyika awamu kwa awamu, alafu Gen Z ambao walikuwa watu hawajawafahamu wanawajoin kwenye cypher tofauti, kutokana na kwamba labda ingekuwa kwamba ningeona kuna ukosefu, labda wangekuwa wanafanya tu mabrother, kwamba sisi tunafanya, labda unamuona tu Unju, unamuona P, unamuona Azma, unamuona na Chidi Benz, Credible, nani, ingekuwa hivyo sawa. Lakini sasa hivi kuna majenzi ambao new generation ambao wanawajoin kwenye zile cypher, wanawatambulisha vizuri. Unaona watu walikuwa hawajui, kutokana na kwamba kuna mkubwa pale, basi watu wanaweza kufuatilia kile kitu na wakajua kwamba kumbe kuna vichwa fulani, wakaanza kuliko kwamba kuna hichi. Kwa hiyo mimi naona sijaona kwenye kufeli, lakini sijajua kwa watu ambao wanaona wengine, lakini kwa everybody yuko na mawazo yake. Mimi kwa picha yangu naona watu harakati zinaendelea na tunazidi kumove. Kama leo mimi nimefika hapa, ni shout nimekuja kwa movement na nini, kwa Aznas link hapa nimeweza kuja, kuna project pia linafanyika hapa Kwa hiyo nikitoka interview hapa kuna jio, kuna DVD tunaenda kumaliza. Those are blessings. Yes. Bana, safi sana category. Mimi na enjoy sana kuona vijana ambao tunadhubutu, tunafanya kazi, tunajitoa, yani apart from doing otherwise ambazo hazifai, lakini sisi tunaamua kwamba we should fight and move on. Anyways, now hip hop iko na tendency ya beef. Wana hip hop wana issue za kuchanana, na hii imekuja sana kwa Gen Z kwa sababu imeonekana kama Gen Z hawawezi kutoa hit song. Na hii imekuja kwa sababu mashabiki wengi wanakuwa wanasema muziki wa hip hop ni mgumu kuelewa, hawafanyi video, hawafanyi promotions, hawawekezi kwenye kazi zao. Sasa watu wanawekeza kwenye kazi zao, au vipi Lakini issue kubwa ambayo mimi natamani ni share experience ni experience yako wewe category, ni kwamba wana hip hop kwa nini hawaweki nyimbo zao kwenye music platforms? Hawaweki nyimbo zao kwenye music platforms. Ukihitaji kupata nyimbo fulani unahangaika kuipata. Hawafanyi videos. Tunakwama wapi? Nafikiri hilo swali zuri sana. Kwenye swala la digital platform, swali zuri sana. Kule nafikiri muziki ndio ambapo unauzika. Na watu wengi sana wakistream kule wanakutana na magoma na nini. Lakini pia kwenye issue ya Gen Z na nini, unajua watu wengi sana ambao wanakuwa wanaingia kwenye muziki, unajua changamoto watu wengi sana wanashindwa kuzifahamu. Unajua kila mtu anaingia kwenye namna yake. Na anapokuwa anaingia kwenye namna yake, unakuta mwingine hali ya kiuchumi, unajua zile
digital platform huwezi. Lakini nikwambie kitu kimoja, hapo wana hip hop wengi wanazungumzia uchumi. Kama ni muziki, watu wote wanafanya muziki. Wana hip hop wanafanya muziki na watu wa Baibuda and all that wanafanya muziki pia. Hakuna watu ambao wanaishi maisha magumu kama watu wanaofanya singeli. Lakini wale wasanii, trust me, anapofanya ngoma anahusisha kideo. Lazima afanye video. Yaani hata kama iko anyways atafanya kideo. But for the rappers, they just record, wanaweka YouTube, they live. Hii shida ni nini? Wanaiba kwa nini? Sasa alafu baadaye wanabaki kulalamika mambo sio mazuri. Hiyo naweza nikaizungumzia kwenye mtazamo wangu, nikiangalia kutokana na kwamba kila mtu ana namna ya kuplay part yake, au sio? Ni namna mtu ambavyo anaiona biashara yake. Kwa sababu mimi nikizungumzia kama category na zoom biashara yangu ilivyo, kuna mwingine ana zoom biashara yake jinsi ilivyo. Ni namna tu ya picha, kwamba mwingine anaweza akawa tu YouTube ndo anamaliza, au sio? Yaani ndo picha yake. Mwingine anataka aingie sehemu tofauti. Sasa hii inatusababisha sisi wadau wa hip hop tunashindwa kupata ile good feedback from the street. Hiyo inakuwa hivyo kutokana na kwamba uwezo ukaipata feedback kutokana na kwamba kuna mazingira ambayo yanakuwa yana guide, au sio? Yanakuwekea guide kwamba kuna hichi kinakuwa hivi, hichi kinakuwa hivi, na sometimes unaweza kukuta ngoma imeenda, au sio? Kwa sababu kuna ile ngoma imeenda afu haipo kwenye digital platform. Ina maana inashindwa kwenda zaidi, na watu wengi inashindwa kuwafikia. Inaweza ikawa imepenya sehemu fulani, lakini sasa hivi tuko katika utandawazi. Tuko duniani na maana ngoma nyingi sana, yani mtu akistream tu kidogo hivi, yani unaweza una haja ya kumuelekeza sana. Tu for the interview kama hivi na mimi tukaongea bana, napatikana hivi na hivi, watu wakaingia tu kule wakabonyeza wakakuangalia, yani bila kutumia nguvu nyingi, unajua zile. Kwa sasa kilichokuja hichi sasa hivi kwa wana hip hop sasa hapo, kwa wana hip hop sasa wanakoma wapi? Yani ni harakati kwa kweli. Yankila aliwahi kusema kwamba hakuna mwanaharakati tajiri. Kweli, sasa naamini mwanaharakati kwa tajiri ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa kweli. Hamna mwanaharakati tajiri, lakini hiyo mentality mimi nataka niipoteze kwamba hamna mwanaharakati tajiri. Sasa hivi dunia inabadilika, dunia iko resi, natakuwa twende tu na dunia ambavyo iko, kwa sababu pia ndo tuko huko. Hatuwezi kukataa kusema kwamba eti sasa hivi sijui niishi hivi. Kuna vitu vingi tutavikosa kama tuna target na biashara. Exactly. Kwa imekaa hivyo mzee wangu. Bana, wewe anaitwa Category, mimi naitwa Chumvi the baddest right here, presenter steering Mnyamwezi Lobaki mjini. Hii ni Aznas Media. Make sure una subscribe, una comment, una like na kushare ili uendelee kuwa wa kwanza kusipata zile habari zote kuntu kali ambazo tunazitoa hapa. Na kukumbusha kule Instagram ukisearch Aznas_printing unaweza kuona vile vitu ambavyo vinafanyika Aznas Arts Center kuhusiana na printing and embroidery and all that, you know. Ukiachana hilo pale if you search Aznas_awards utaweza kuona habari mbalimbali kuhusiana na awards za Aznas Africa Hip Hop Awards ambazo zinafanyika mwaka huu. Ukiachana na hilo, hebu isearch Aznas_media na Aznas_music ili uendelee kujienjoy na kuwa karibu na familia ya Aznas. Mimi naitwa Chumvi the baddest right here. Niko na Category, tunapiga story kuhusiana na muziki adhimu wa hip hop. Bana, katika hizi tuzo za mwaka huu kuna kipengele ambacho nawauliza watu wengi kuhusiana na ni rapa gani bora wa mwaka. Kwa upande wangu na mimi pia kama shabiki wa hip hop nina rapa wangu bora. Wewe kwa upande wako wewe rapa gani ambaye hata kama tuzo zinatoka saa hii bwana Category, wewe ndio umeweka kwenye nafasi ya kugawa tuzo, unampatia nani rapa bora wa yani msanii gani bora wa hip hop wa mwaka huu? Kujiuliza tu. Achana na wewe, najua utasema ni wewe. Sawa, wewe ni bora, hamna shida. Mwingine mimi ni bora kweli, nilikuwa nataka kusema hivyo. Yes. Lakini pia nikiangalia kwamba kwenye tuzo, kwa sababu pia mimi naweza nikasema ni bora, lakini lazima tuwe kwenye ushindani ule kwamba si project zinashindana na nini, kwamba mde gani limeenda nini. Na katika ushindani malalamiko yako pale pale hatuwezi kuyaepuka. Wewe mtaje tu. Sasa hapa hakuna vita. Hamna vita kwa kweli. Mimi nikiangalia hapa ni msanii gani bora wa hip hop, naweza nikamwangalia P Mawenge, naweza nikamuona humo. Unaniambia mmoja au? Mmoja tu. P Mawenge naweza nikamweka kwenye kategori hii. Na producer?
producer wa hip hop. Eh. Producer wa hip hop, producer hapo unaona nichanganya hivi. Hapo kama unanichanganya hivi. Kwenye msanii naweza nikakutajia hivyo kwamba namuona P kwa sababu ukiniambia yani kuna vitu naviona. Umeona mpaka nasema P Mawenge kuna vitu naviona yani kwamba kuna namna fulani hivi yani kuna vitu ukianza kuniambia kwamba kwa nini na nini yani kuna vitu naviona kwamba yani ni mtu fulani hivi. Si unajua zile? Yani ana vigezo fulani. Si unajua zile? Ana vigezo. Mimi kwa upande wangu pia nimemwona kwenye cypher nyingi mwaka huu. Cypher yoyote kali ambayo imehusisha watu wakali pia utamkuta pale mwaka huu. Na nahisi if I'm not confused, huyu ndo rap ambaye kafanya collab nyingi sana hip hop mwaka huu. Yeah. Yes. Yeah, mimi naona hivyo kwa sababu yani mpaka nimemention pia yani kwanza sija mention oya. Yani nimetuliza ndonga. Yani nimeangalia lakini sipendi ushabiki. Yeah. Napenda kitu ambacho kiko real na kinaonekana. Unajua wakati sahihi ndo ambao unaonekana. Mtu atakayepingana na wakati sahihi basi atakuwa na yake huyo. Lakini mimi naona hivyo kwa mtazamo wangu. Alright, wakati tunaelekea mwishoni hapa, wewe category umekuja kufanya nini Aznas Music? Mimi Aznas Music bana nimekuja, unajua hapa ni home, hapa ni link. Hapa ni nyumbani kwa hip hop, nyumbani kwa hip hop. Na tumelink up kuanzia kwenye mtandao wa kijamii, yani tumo kwenye magroup Aznas nini. Kwa mimi hapa ni home. Kwa na Man DVD tunawasiliana pia na brother Azma tunawasiliana. Sema ngoja tutishe, kuna jambo lilikuwa kuna session hapo ndani ambayo watu hawajabahatika kunisikia category kwenye Aznas Cypher Aznas nini, unajua zile. Kwa watege sikio, wajiandae kwa mapishi mazuri kwamba kuna jambo lolote linafanyika huko studio, ila siwezi kuzungumzia sana hiyo kutokana na kwamba wanatakiwa kukutana nayo pap iwe kazi hivyo mzee wangu. Bana, of course hapa Aznas sisi ni hapa ni mlango uliofunguliwa kwa ajili ya watu ambao wana uhitaji na wako tayari. Si kama nimeelewa. Kwa watu ambao wako na uhitaji na ambao wako tayari, it's open. Anyways, sasa wakati tunaelekea mwishoni hapa, ningetamani tuzungumzie kitu kimoja tu kidogo sana. Hivi shida iko wapi? Kwa nini hawa rappers ambao ni brothers, the legends of ours, ambao tumekuwa tukikua tunawaona wao wakifanya hivi vitu, kwa nini wanaikataa Gen Z? Kwa nini? Wakati ulimwengu una change. Cha kwanza mimi naweza nikasema, unajua mimi naangalia kwenye mtazamo wa kila mtu. Sababu unajua hata mabrother wenyewe kwa kweli tunawaheshimu kwa nafasi zao na pale ambapo wamefika. Kwa wanapokataa Gen Z, labda unajua game bana, wanasema game sometimes inakuwa ni kunakuwa una urafiki fulani kutokana na kwamba watu wanafanya biashara moja. Yaani kunakuwa kuna yale uchokonozi na nini. Kwa brother wanachokizungumza naweza nikaona ni kwa mtazamo wao, kwa sababu unaona kwa mfano brother Madi alishe kusema hip hop hailipi. Lakini yeye mwenyewe anafanya hip hop. Kwa naweza nikaangalia kwamba hata hichi kinachozungumziwa sasa hivi mtu anaweza akaanza kukitetea tena kwamba nilikuwa nasema hivi kwa sababu ya hivi. Umeona? Kwa hiyo mimi naona tu ni drama tu ambazo zinaendelea, watu wafanye kazi tu. Watu wafanye kazi zitaongea. Unaweza ukasema wewe Gen Z umuelewi, ukashangaa bomu wewe mwenyewe brother, baadaye ukaja ukaomba collabo. Kwa tuheshimiane tu, nafikiri kazi zitakapokuwa zinakuja back to back, nafikiri kazi ndio waga zinaongea. Maneno mimi siamini sana, mimi naamini kwenye kazi ndio kitu ambacho chenyewe. Bwana, category tumepiga sana story leo, and thank you for coming Aznas Arts Center hapa tukapiga story kama hivi. On Instagram and everywhere wanakupataje watu waweze kuona kazi? Simziite Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, category Scott, au sio? Category Scott unanipata pale. Mimi nafikiri tu watu waende wakasubscribe kwenye account yangu ya YouTube, wakalike, wakashare na kucomment, wanifollow kwenye account zangu zote ambazo nimemention hapo, au account zangu zote wanifuate kule, wataona mengi sana kuhusu category na tuna supplies nyingi sana ambazo zipo. Nafikiri hivyo mzee wangu. Bana, category kamaliza kama hivyo. Wakati mimi naelekea kumaliza na napata kitu kingine kipya. Hivi category imetoka wapi? Aina category bana, category ni aina kipengele, au sio? Neno category limekuja kutokana na kwamba jina category limekuja kutokana na kwamba category inafanya vitu vingi sana.
Kabla ya muziki kwanza nilikuwa nafanya vitu vingi mpaka nikaamua kujiita category. Ujue kwamba so this category you decided to call yourself category au category category ya muziki. Really? Yeah. Okay. I understand. Bana, tulikuwa na category today na tulipiga story nyingi sana hapa. Kufanya wewe uweze kuyasikia mengi ambayo yanamhusu category. Kwa ufupi hatuwezi kumaliza of course. Bana, mimi naitwa Chumvi the Baddest right here, presenter Sterling Nyamwezi nilobaki mjini. Hii ni Aznas Media, behind the camera director Kento. Make sure kwamba una subscribe, una comment, una like na kushare ili uendelee kuwa wa kwanza kuzipata habari zote kuntu kali ambazo tunazitoa hapa Aznas Media. Kule Instagram make sure kwamba una follow account zetu Aznas_media, Aznas_printing, Aznas_music, lakini pia Aznas_awards ili waendelee kuwa karibu na sisi, tupige michongo, mambo yaende. Yes, bana, bye bye for now. Next time utaweza kuona nani ambaye tutapiga naye.